Safi kabisa mtazamaji, ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki popote pale ulipo, ikiwa ni saa 7 kutoka hapa katika jiji kuu la Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, nitakuwa na kujuza taarifa za mwendo wa saa 7, lakini kwanza kabisa wacha tupate yaliyomo. Yaliyomo kwenye TV47 matukio. Wafanyabiashara wakadiria hasara kubwa baada ya biashara zao kuporwa wakati wa maandamano ya Jumatano. Na kaunti ya Nyandarua ni miongoni mwa zilizoathirika zaidi baada ya waandamanaji kuchoma magari zaidi ya 26, pikipiki 18, maktaba, afisi za elimu na afisi ya naibu kamishna. Unafuatilia matangazo haya kupitia kwenye mtandao wa X @paukirobi @TV47ke, pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Live. Tuandamane hadi tamati. Na ambapo maandamano ya vijana yaliyofanyika siku ya jana Al-Kalau katika kaunti ya Nyandarua yalisababisha hasara ya mamilioni baada ya vijana wenye ghadhabu kuvamia kituo cha polisi, afisi za kaunti na kuchoma magari zaidi ya 26 pamoja na pikipiki 18, maktaba, afisi za elimu, afisi ya naibu kamishna, baada ya mmoja wao kupigwa risasi na kuuliwa katika maandamano hayo. Mwanahabari wetu Laban Muhinda anatujuza mengi zaidi. Patikana hiyo jana baada ya waandamanaji kuandamana na kuweza kuvamia afisi za kaunti ndogo ya Al-Kalau na kuweza kuchoma zaidi ya magari 26, vile vile pikipiki zaidi ya 18 ziliweza kuteketezwa moto. Wakati huo afisi za kamishna wa kaunti ndogo ya Al-Kalau vile vile ziliweza kuvamiwa na kuweza kuchoma. Vile vile maktaba kuu ya kaunti ya Nyandarua iliweza kuteketezwa moto, huku afisi za elimu vile vile afisi za jinsia ziliweza kuchoma. Leo asubuhi baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Nyandarua waliweza kuzuru maeneo haya ili waweze kutathmini uharibifu uliofanyika. Wacha tupate kauli ya viongozi kutoka kaunti ya Nyandarua, tusikie walikuwa na yapi ya kusema. Tumekuja kuassess ile damage ilifanyika jana, na tuseme kwanza tunatoa condolences kwa mtu mmoja ambaye aliweza kuaga dunia. Tunasema pole kwa familia, kwa sababu hakuna mtu alitarajia hiyo ifanyike. Na bali na hiyo pia tunasema ya kwamba yale mambo tuliona jana si mambo ya kawaida. Sisi tunaelewa watu yetu ya hapa Al-Kalau, tunajua vijana wetu wa Huruma, tunajua vijana wetu hapa town, tunajua vijana wetu wa Captain wa sehemu hii. Lakini yale mambo tuliona hapa jana sio mambo ya kawaida, na sio mambo ambayo imefanywa na wale watoto wetu wa hapa Al-Kalau. Nyumba yangu hapa ni library, na mnajua kama Nyandarua mwezi wa 9 ndio tunafungua university yetu ya kwanza. Na library ya kipekee hapa Nyandarua for 60 years ni hii iko hapa nyuma yangu. Sasa imechomwa na vitabu yote imechomeka, na kwa hivyo sielewi kama kweli vijana ambao wako masomoni wanaweza kufanya hivyo. Na ndio tunaomba uchunguzi ifanyike kamili, tujue ni nani huyu atawasha moto library ya watoto wetu. Jambo lingine, hapa ni sub county headquarter, na ndio magari inawekwa jioni yale watu waende naye nyumbani, ya wafanyikazi wa county, wafanyikazi pia wa national government, wale wa TSC, wale wa education. Hii ndio warehouse ambao wanaweka magari. Tukiona magari haya yote yamechomwa moto. Tuna water boozer hapa ambayo ilikuwa inasaidia watu wakati wa kiangazi, inasaidia mashule yetu ya secondary ambayo haina maji, imechomeka. Kuna exhauster ambayo inasaidia town yetu hii
imewekwa moto. Kuna magari kama ile ya kubeba uchafu pia hiyo imewekwa moto. Tukiangalia pale juu kwa dio, vitambulisho vyote vya watoto wetu ambao walikuwa wameapply ili waweze kuandikisha kula na pia kutafuta kazi vimechomwa. Documents za mashamba ya municipality hii pamoja na area hii yote. Ile banka ya hizo document imechomwa. Kwa hivyo ndio tunasema uchunguzi ufanywe kwa kina. Sisi tunaelewa watu ya hapa, na watu ya hapa hawawezi kufanya ile kitu tuliona. Yale yaliyotokea ilionyesha kwamba haikukuwa demonstration ya amani. Ilikuwa ni kama terrorism kabisa. Olkalau waliamua kuchoma Olkalau. Na hawa vijana pia wenye walikuwa wanafanya demonstration jinsi waliambia police kwamba watakuwa peaceful, na tulitarajia hivyo. Lakini ilionekana kwamba kuna vikundi ya watu ambaye hatujaelewa, lakini sisi kama idara ya security tunasema tutaanza uchunguzi, imeanza, na tutafuata hadi tupate wale watu ambayo wako na nia nyingine ambayo sio peaceful demonstration. Na uchunguzi umeanza, kwa hivyo tunaomba tu utulivu na watu wakae na amani. Asante sana. Nikiripotia TV47 kutoka katika afisi za kaunti ndogo ya Olkalau, kaunti ya Nyandarua, jina langu Laban Muhinda. Asante sana Laban Muhinda kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba wafanyabiashara mjini Bungoma wanakadiria hasara kubwa baada ya kuvamiwa na wahuni hapo jana kwenye maandamano ya Gen Z, huku baadhi ya wafanyakazi wakiumizwa. Kwa sasa tunaungana na mwandishi wetu wa habari Wanji Sostin kwa njia mbashara ili atueleze mengi zaidi. Wanji, kama unanipata kwa njia iliyo shwari, hebu tujuze kwa mapana na marefu. Na mshwari Paul Kirobi, na kupata kwa njia iliyo mwafaka kabisa, na ni kweli kwamba tunakujia moja kwa moja kutoka eneo la Kandui ambalo ni sehemu ya mji wa Bungoma. Na bila shaka hapo jana maandamano ya vijana wa Gen Z yaliweza kuanza kwa amani, na mida ya jioni ndipo uharibifu uliweza kuanza kushuhudiwa. Na unavyoona nyuma yangu ni kwamba mkahawa huu ambao ni wa Jadelka mjini Kandui uliweza kuvamiwa na vijana ambao wanakisiwa kuwa wahuni, wakaweza kufanya uharibifu na vile wizi wa mali ambayo haijasemekana ni ya takriban pesa ngapi, ila tuliweza kufanya mazungumzo na meneja mkahawa huu, na kabla ya kusema mengi, hebu tuweze kusikiza ni yapi hasa ambayo waliweza kushuhudia hiyo jana. My name is Patrick Ndegwa. I'm the manager of this establishment, Jadelika Coffee House and Hotel. Yesterday at around 5:30, our hotel was infiltrated by a very large gang of irate youths who didn't have any agenda in this place. They just came and started throwing stones at the establishment. We had guests who are inside, who are having their tea, some were having their lunch. Their vehicles were badly damaged. After that, we managed to get them out to a safer place. Their vehicles were taken also to a safe parking. After that, the staff also were clearing out their things from the cashier area, from the bar area, from the restaurant area. That is when we were overwhelmed by the youth. They managed to gain access to the hotel. They vandalized the bar area. The alcohol was stolen, the pastry area as well. There was immense damage to our kitchen, and all the windows, as you can see the front of the restaurant, all the windows were put down by stones. Some also had machetes and rungus. Our staff, most of them fled for their lives. 3 of us were injured, but at the moment all were
discharged from hospital with minor injuries, head injuries. Our security guard was hurt in the elbow side, but for now he's okay. And on our part as an establishment, because I speak on behalf of the staff and also the management and also the ownership, Jadelica Investment is a private entity. It's a private entity. It is not politically affiliated to anyone. All our staff are from diverse areas. Personally, I'm from the central part of Kenya. Most of our staff are from here. Others are from different regions of this country. We love our country, Kenya. We love peace to thrive in our country, Kenya. This business helps most of the communities here because we are about 70 staff. We rent houses here. We buy things from the shops which are here in Bungoma. So we are part of the community, and the growth of Bungoma is our business. Unfortunately, yesterday what happened, it shocked us, but we are rising from the ashes. As you can see, renovation is ongoing, and sooner than later we'll be back in operations. Kitu nataka kuambia watu wa Bungoma, Jadelica Hotel belongs to Dr. Wanyama. Jacobo Wanyama ni kijana wetu wa Bungoma County. Kijana amejituma kuleta utofauti wa Bungoma County. Yeye amejitolea kuwa investor wa kuimbaa watoto wetu wa Bungoma. Jana nikiangalia hapa maneno yenye watoto walikuwa wanaongea is belongs to William Ruto. This building belongs to Jacobo Wanyama. Hakuna mtu yote mwenye ako na share yote kwa hii building kama at William Samuel Ruto. Na Kerobi, ni uharibifu mwingi ambao uliweza kufanyika hapa mjini Bungoma. Ikumbuke kwamba vile vijana hao waliweza kuvamia afisi ya gavana Kenneth Lusaka, ambako waliweza kuharibu magari 5 na vile kuvipasua vioo na kufanya uharibifu maeneo mbalimbali hapa mjini Bungoma. Bila shaka ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilizia, na tutakuwa tunamtaarifu mtazamaji wetu yale yote ambayo yalikuwa yametukia hapo jana. La ziada sina, na rejesha kwako. Mimi ni Wanji Sostin. Na asante sana Wanji Sostin ukiwa katika kaunti ya Bungoma kwa kutujuza taswira jinsi hali ilivyo. Wacha tuvuke hadi katika kaunti ya Kakamega ambayo inapatikana maeneo hayo ya magharibi ya Kenya. Hebu sasa tuungane na mwandishi wetu Violet Auma ambaye yuko Kakamega hatuchoree taswira kamili baada ya maandamano. Violet, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tujuze kwa kina na mapena. Asanteni sana, tunakujeni moja kwa moja kutoka kaunti ya Kakamega. Kaunti ya Kakamega ni mojawapo ya kaunti ambazo ziliweza kushiriki maandamano ya vijana wa kizazi cha sasa ama Gen Z, ambao walikuwa wanawakumbuka wale wenzao waliofariki tarehe 25 Juni mwaka wa 2024, ikiwa ni mwaka jana. Hiyo jana kuliweza kushuhudiwa tu maandamano na vile visa vya wizi, ambapo wengi tu waliweza kushiriki wizi wa mali hapa, wengine wakaharibu mali. Afisi za kaunti ziliweza kuharibiwa jana, na vile tu maduka yaliweza kuporwa. Hapa katika kaunti ya Kakamega, kulingana na afisa mkuu wa polisi ama mkoa eneo la magharibi anaitwa Isa Mahmud, alisema kwamba zaidi ya vijana 50 waliweza kukamatwa hiyo jana kufuatia maandamano hayo, ambao waliweza kushiriki katika wizi na vile uharibifu wa mali. Niko na watu hapa katika kaunti ya Kakamega, wacha tuweze kuzungumza nao tuweze kujua hisia zao ni zipi na yale yote ambayo yalotokea jana, maoni yao ni yapi. Karibu kaka, naomba usonge kidogo, tueleze majina yako na hisia zako ni zipi kufuatia maandamano yaliyokuwa ya jana, ambapo inasemekana watu waliweza kupoteza mali yao. Kwangu majina naitwa Edward Amai, na ningeweza tu kusema kwamba kulingana na maandamano ya vizazi vya sasa iliweza kutudhuru kiasi, manake kazi yetu iliweza kurudi chini sana. Hatukuwa naweza kutembea katika maeneo fulani, like ungeweza kutoka town uende Lurambi ama uende Marava, manake hawa vijana walikuwa wameweka moto kwa barabara, huwezi pita, so inabidi mteja asifike kwenye anaenda. Kwa njia nyingine pia wafanya biashara like wa mama wakuuza nyanya, samaki, ilikuwa siku ya soko, hawangeweza kutandika manake wangeweza kuporo.
So tunaweza sema ya kwamba although Kakamega ilikuwa na maandamano, but tunaweza shukuria kwamba polisi waliweza kusaidia kuzuia haya maandamano. Maana hata ukiangalia sana vijana wale waliweza kupigwa risasi, unaweza pata Kakamega hatuna. Tunaweza sema polisi wa Kakamega wanajua kufanya nini kuzuia maandamano. So tungeomba kama naweza kuwa na maandamano mengine wazidi kuwa na maarifa kama yale ya jana. Walisaidia vijana ambapo hatukuweza kupoteza vijana, isipokuwa wale waporaji ndio waliweza kushikwa. Ni hayo tu. Unajua kwamba katika vitu vingi kuna mambo mengi unajifunza. Kwako wewe ni kitu kipi ambacho uliweza kujifunza katika maandamano, na iwapo basi kutakuwepo na maandamano mengine, hicho kitu hakistahili kufanyika? Like jana kwangu niongeza kusema ya kwamba kama kuna maandamano, yes, maandamano yako mnaweza kuwa mnapasa ujumbe fulani kwa serikali. Hakuna haja muweze kuwasha moto kwa barabara, maana barabara haijakosa, mnapiga magari mawe, gari haijakosa. Unaona sasa vitu kama hizo. Kuandamana tunakubaliwa kuandamana, but kwa amani. Hiyo message mnapasi inasikika. Sasa mkileta furugu, haya mswada wenyu huwezi sikika. Asante ndugu yangu. Acha tuweze kusikia kwako. Majina yako ni unaitwa nani na hisia zako ni zipi? Kwa majina ni Bwana Juma Hassan, ikiwa mkaaji hapa Kakamega. Maandamano yalikuweko jana na ni kikatiba, ni haki ya kila Mkenya kuweza kufanya maandamano. Lakini yale maandamano ya jana mwanzo yalianza kwa njia mzuri, wakawa wanafanya maandamano kwa njia ambayo inastahili, wakamaliza. Lakini baada ya kumaliza, lile kikundi ambacho kilikuja kikundi cha pili, ndio wale ambao walikuja wale wakaonekana ni kama ni wahalifu, wakaanza kufunga barabara, wakaanza kuharibu mali ya watu. So si jambo ambalo sisi kama jamii ya Wakenya haistahili tuchukue mkondo huo. Kama ni maandamano, tuweze kufanya maandamano ya amani, tusiweze kuharibu mali ya watu wala kuumiza watu. Yeah. Nashukuru sana. Acha tumsikie kwako alafu na kaka alafu tukimalizia. Kwa majina naitwa Rogers. Maandamano yalikuwa jana kuanzia saa 6 mpaka saa 5, saa 7 hapo ilikuwa maandamano mazuri. Lakini maandamano yalikuja kwa saa 8 kwenda saa 9 hapo, hao walikuwa wakora. Wale wenye walikuwa wanatokea Marava na Lurambe na Sikirai, hao hawakuwa vijana wazuri. Kufika mahali kuja kupomolea Mkenya mahali penye ambaye anatafutia riski, kwenda kubomoa viwanda za soda, kupomolea mtu mahali penye anatafutia riski paka kubomoa friji ya soda, ambapo si vizuri. Hii haifai. Kama ni maandamano, tuandamana tu kwa njia ya amani. Wewe jipange, toka na maji kwako, hata ikiwezekana toka na viazi kwako, ukuje ukulia kwa maandamano. Si tunaenda kubomoa vitu za mtu. Huyo mtu ni hustle tu vile, analia tu vile wewe unalia. Hakuna haja kwenda kubomolea mtu kitu. Unaibia mtu kitu ndio at least uone tu maandamana. Hiyo si maandamano ya halali. Hiyo ni wizi. Kaka kwako. Sijui kama unaweza toa kofia. Kwa majina anaitwa Henry Burula. Ama kwa kweli maandamano ya jana, mimi langu naweza omba waandamanaji, ukienda kuandamana, tuandamane kulilia haki yetu. Wale maaskari ni mandugu zetu, tukiwaona tusiwaone kama ni watu wabaya, wanakuja kutulinda na hiyo ndio kazi yake. Mimi naweza omba rais atusikize sisi vijana, tunaumia sana. Vile unavyotuona hatuko vile tulikuanga. Tunaweza kuwa vizuri kama unaweza kutusikiza na ufanye vile tunataka. Langu ni hiyo. Okay. Sasa unataka kutoa maoni? Tukimalizia tafadhali. Naomba uangalie kamera. Majina naitwa Indama. Kenya naweza omba tu vijana wa Gen Z washike kura. Wakishika kura yale mazuri wanataka wataipata. Lakini kama wanapiga tu makelele na kuibia watu vitu na hawana kura, sioni kama wanaweza saidika. Nikirudi pande rais, sikia kilio cha wananchi. Sawa ndio walikuwa kwa kiti. Sikia kilio ya wananchi bila wanaongea. Usifuate tu wale wenyewe wanakuambia ndio wanafuata. Fuata yetu sisi watu wa chini. Asante sana. Ni maoni na hisia tu za wakazi hapa katika kaunti ya Kakamega. Kama nilivyosema tu kulikuwepo tuna hali ya mshike hapa katika kaunti ya Kakamega.
Lakini kama nilivyosema pia awali ni kwamba mkuu wa polisi eneo la Magharibi Isa Mahmud alisema kwamba zaidi ya vijana 50 waliweza kukamatwa kufuatia vurugu zilizotokea, wizi ambao ulotokea na ubomozi haswa. Na hivyo basi tutakuwa tunafuatilia katika habari zetu zijazo, tutaweza kuwajuza watazamaji wetu kipi kinajiri maeneo haya. Tumejaribu kuwatafuta wale wafanyabiashara ambao maduka yao yameweza kuporwa, kuna maduka ya soda, nguo na kadhalika, lakini hawajaweza kupatikana. Wanasema kwamba wameenda kupiga ripoti katika kituo cha polisi. Lakini katika habari zetu zijazo natumai ya kwamba tutaweza kuwapata na kupata hisia zao vile vile. Narudisha kwako studioni, naitwa Violet Auma. Na asante sana Violet Auma ukiwa katika kaunti ya Kakamega. Kwingineko ni kwamba baraza la vyombo vya habari nchini kwa jina Media Council of Kenya limeandaa mafunzo maalum ya kujenga uwezo kwa wanahabari kuhusu matumizi ya teknolojia ya AI, mwongozo wa matumizi salama ya mitandao ya kijamii na huduma ya interneti katika uandishi wa habari. Hafla hii inafanyika katika chuo kikuu cha Kisii ambapo imewaleta pamoja waandishi wa habari kutoka kaunti za Kisii na Nyamira, maafisa wa mawasiliano kutoka afisi ya gavana wa Homa Bay pamoja na wanafunzi wa chuo hicho wamekongamana. Na sasa tunaungana naye mwandishi wetu Kombo Alfayo ambaye yuko Kisii kwa mengi zaidi. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo safi na kwa kina zaidi, tueleze kwa mapana na marefu kuhusiana na mafunzo haya. Naam, asante sana Paul Kirobi, na kupata vyema kabisa. Nipo hapa katika chuo hiki kikuu cha Kisii ambapo waandishi zaidi ya 50 wamefika katika mafunzo haya ambayo yanaendelea siku ya leo kuhusiana na AI, mafunzo ya kutumia dijitali ili kuhakikisha kwamba taarifa ambazo utakuwa unazitoa ni zile ambazo zimehakikishwa na ni taarifa ambazo ni za ufasaha. Nazungumza na mkurugenzi hapa wa Media Council. Tutakuwa nazungumza naye atueleze hasa mafunzo haya leo yapo vipi na yana umuhimu gani kwa waandishi wa habari. Asante sana. Warsha leo hapa Kisii University sana tumekutana na waandishi wa habari na pia wanafunzi waandishi ambao wanasomea uandishi wa habari. Sana kikubwa ni ile tunaangalia mambo ya habari gushi, mambo ya akili mnemba, artificial intelligence, mambo ya access to information. Manake katika vile tumeona hivi karibuni imekuwa kwamba kuna a lot of information kule outside, especially through digital platforms, ambayo information saa zingine haina integrity. Kwamba tuliona hata jana maandamano ya Gen Z, tuliona kwamba kuna video, graphics na information ambayo inatoka kila mahali. Saa zingine huwezi jua ukweli kama ni sahihi ama ni habari gushi. Kwa hivyo tumekuwa na kuongea juu ya access to information. Kuna sheria, kuna access to information law in Kenya ambayo pia inawapatia waandishi uwezo wa kuweza kuuliza vyombo vya dola ama vyombo kama baraza la Kenya kama kuna habari ambayo wanataka waweze kupata, kuwa na ile direct communication na zile institutions ndio waweze kupata habari ambazo ziko na integrity na za ukweli. Maana yake kutegemea mitandao ama kutegemea third parties, saa zingine unapata habari ambazo sio sahihi. Na kitambo ukienda kusahihisha kwamba umechelewa, na kumbuka kuna sheria bado hapa Kenya mambo ya publication of false news. Hatutaki waandishi wa habari waendelee kuchangia katika manipulation of news na spread ya fake information na misinformation na disinformation. Kwa hivyo ndio tunaweza kuongelea sensitization ya waandishi kwamba tuweze kutumia ile sheria ya access to information law, na tuweze pia kutumia zile tools kama artificial intelligence kama ChatGPT, Gemini na kujua kwamba saa zingine huwa kuna uwezo wa kudanganya, kwa wakuwe na skills za kuweza kudetect false information and fake information katika habari zao. Na hii kwa sababu kama wanahabari wataendelea kusambaza habari ambazo wanazichukua kwa mitandao ama kwa njia zingine ambazo sio za sahihi, kwanza inawa expose legal, mtu anaweza kuwashtaki. Ya pili inashusha ile credibility ya media, kwamba watu wataanza kuona media kama ni vyombo tu ambavyo vinatumika kueneza uvumi na nini, havina maana, na sio hivyo. Ukizungumzia hivyo tunaona kwamba jana kuna tukio ambalo liliweza kufanyika. Wewe kama mmoja wa wasimamizi ambao tunajaribu kutetea haki za waandishi, je, unahisi kwamba ilikuwa njia moja wapo fasa kilinganishwa kwamba sasa hivi kuna njia mbalimbali za kutoa taarifa? Vile tumesema na baraza limetoa habari jana ambayo ilitolewa na Bwana Moyo, CEO wa Media Council, ni kwamba
ile njia hatuwezi kumudu vyombo vya habari kwa ile njia. Kwanza kabisa sisi kama nchi tumesahihisha, tuko na katiba ambayo inaruhusu vyombo vya habari waweze kufanya kazi kwa njia yao, na pia ile article 34 ya katiba inasema watu waweze kuaccess information, na watu walikuwa na haki ya kujua nini inaendelea. Maana wote hawakuwa wamehusika katika maandamano. Unaweza tu kuwa ulikuwa unasafiri kutoka Kisii kwenda Narok, ungetaka kujua hiyo barabara iko sawa ndio uende ama usiende. Kwa hivyo ile kujumuisha kwamba kila mtu ni kama alikuwa anahusika katika maandamano sio sahihi, na kufunga vyombo vya habari, kuzuia Wakenya kupata habari, pia hiyo ni changamoto, hiyo haikubaliki. Na pia pande hii nyingine article 33 ya katiba ambayo inakuotiwa vyombo vya habari vilikuwa vijafika njia ya kuwa walikuwa wame breach code of ethics kia kwamba wafungiwa. Kwa hivyo ile ilikuwa pengine ni pressure iko, manake mambo kama yale yakifanyika pia huwa kuna pressure, pengine hatujui, lakini pengine pia walipewa amri kutoka kwingine kuweza, kwa sababu kile kawaida sisi hatukuona, ilikuwa haijafika wakati wote ambao tungesema vyombo vya habari vilikuwa vinaonyesha breach ya code of ethics ama vimekosea. Lakini na pia kumbuka tuko na ile sheria ile code of ethics ya waandishi wa habari ambayo section 11 inasema kwamba vyombo vya habari vipeane 7 seconds delay, na vyombo vyetu vya habari huwa zinaheshimu ile sheria. Tujaiona hata vile tunaongea hapa si live coverage, kuna recording na itachukua muda kidogo ndio iweze kutoka. Kwa hivyo ile watu kama sisi ambao tumeenda shule tunajua ile ilikuwa ni pressure pengine, lakini haiko. Vyombo vyetu vilikuwa vijafika njia ya kusema kwamba ni makosa, walikuwa wamekosea kitu yote. Na sasa pengine tuweze kupata pia msimamizi wa waandishi katika eneo hili la Gusii, pengine atueleze kusonga nyuma tu kidogo tu. Je, unahisi kwamba mafunzo haya ambayo yamekuja kwa leo yamekuja kwa wakati fasaha? Asante sana. Mafunzo ni mazuri na is a timely intervention. Tumepata mafunzo ambayo yanaendelea kutusaidia na ambayo tulikuwa tunahitaji sana. So sisi kama waandishi wa Kisii na Nyamira pia na wanafunzi ambao wanasoma katika chuo kikuu cha Kisii University, tunafurahi na tunashukuru sana Media Council of Kenya kwa kutupangia haya mafunzo. Wewe kasaidia vipi? Kwanza mambo ya artificial intelligence which is very current saa hii, ni rahisi sana sasa wanahabari kuembrace hii technology because it's something that has come, na tumefunzwa vile tunaitumia, vile tuna verify fake news, vile tunatumia ku verify fake pictures. Hiyo ni kitu ambayo itatusaidia sana katika profession yetu. Naam, asante sana Paul Kirobi. Ukiwa leo mafunzo ya leo ni kuambia sisi kama waandishi wa habari tusione AI kama adui, lakini tuione kama rafiki ama mwandani ambaye atakuwa anatusaidia ili kuweza kutusaidia kufanikisha kazi yetu sisi kama waandishi kwa haraka, na ombi likiwa kwamba vyumba vyote vya habari viweze kukubali kutumia AI ili kuhakikisha kwamba taarifa ambazo zinatolewa pale ni za ufasaha na ni za zimehakikishwa. Sina la ziada ila kukomea hapo. Jina langu ni Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Kisii. Narejesha usukani kwako studio ni Paul Kirobi. Na asante sana Kombo Alfayo ukiwa katika kaunti ya Kisii. Ni matumaini yangu kwamba mafunzo hayo ya AI yataweza kukusaidia kama mwandishi katika kaunti hiyo. Kwa sasa mtazamaji, tunachukua pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usibanduke. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's mind. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change.
The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to stay hydrated. And of course, you at home do take your water. So the ultimate test is actually you check your urine. Your urine should be clear. Clear like the water? Yes. Should be able to see the other side of the urine. If your urine is colored or has changed color, you cannot see the other side, then you have not taken enough water. Don't forget regular health checkups. Early detection saves lives. I want them. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukujuza mengi zaidi kwenye TV47, taarifa za TV47 matukio saa 7. Huku kaunti nyingine zikiendelea kukadiria hasara kutokana na maandamano ya Gen Z hapo jana, shughuli zinaendelea kama kawaida katika jiji la Kisumu. Kwa sasa tuungana naye mwandishi wetu Laban Shikokoti akiwa katika eneo la Kondele ili atujuze wakazi wanasema nini kuhusiana na jinsi hali ilivyo. Laban, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tupashe kwa kina. Na bila shaka nipo katika jiji la Kisumu. Kama vile tunavyojua ni kwamba jana kulikuwa na maandamano ya vijana wa Gen Z wakiendeleza zile kumbukumbu za wenzao waliofariki dunia wakati wa maandamano ya mwaka jana. Hapa nina wakazi tu na hili ni jiji ambalo maandamano hayakushuhudiwa. Labda ndugu, tuanze tu kwa jina lako, unaitwa nani? Naitwa Abdul Ochieng. Mimi ni mkaaji hapa Kisumu. Ya jana ilikuwa siku ya maandamano countrywide. Na Kenya ilituzidi sana kwenda maandamano juu kuna watu wetu wengine kama wa Kisumu walinunuliwa na maguns walitembea wakaenda size stage huko CBD wakakataza watu wasiende maandamano. Walilipwa, ni wenye walilipwa, na unajua pia ni haki yetu sisi tukiandamana juu pia ni aibu kama countries zingine zinaandamana na sisi hapa tuandamani kama Kisumu. Sasa watu wanajiuliza saka kwa sababu sisi ndio wenye watu tunalid kwa maandamano na sisi pia ndio watu na maandamana na watu, na tukiwaacha hivyo pia ni sehemu nyingine hatukuwaacha kwa njia mbaya. Watu wa Kenya ni vile tu kusehemu zingine hapa Kenya tulifanya tu walinunua watu walinunuliwa jana sana, na pia walikutana wakasanyika huko Fafa huko pia wakalipwa huko, na pia sisi hatuko furahia sana. Je, unahisi kwamba maandamano ya Kisumu huwa yanachangia sana uharibifu wa vitu vingi, kwa mfano biashara haiendelei? Unajua maandamano kiitwa hata mfanyabiashara anajua leo ni siku ya maandamano. Naweza sema jana hata makambi zilifunga mapema sana. Wenye supermarket, wenye mashughuli, wenye biashara walifunga jana mapema sana juu waliofia mali zao kuharibiwa. Ndio maana na sasa hata wanajua siku hizi maandamano kiitishwa au wafunga biashara. Sasa ni ngumu sana mtu kuingia kwa biashara ya mtu kwanza kuharibu. Juu pia ni mtu ni uchungu kama yeye anaandamana na wewe unafanya biashara. Anaandamania haki yako na wewe naye umeketi tu hapo. Ni kama wewe pia hauko na yeye. Ndio maana huwa inahusia sana watu kuharibiwa mali. Asante sana. Ndugu, labda nije tu kwako, tuanze kwa jina lako na unahisi namna gani wakati Kisumu kumetulia? Mimi ni Omosh. Mimi ni mkaaji wa Kisumu hapa Kondele. Mimi kwa niaba yangu na kwa niaba ya Wakenya wengine, jana watu wameenda maandamano. Tumepoteza maisha ya watu wengi. Hasa sisi vijana hatufurahi na maandamano bado itazidi tu. Na sisi hapa Nyanza tuko nyuma ya baba wetu kiongozi Raila Odinga. Na kwa sasa tuko kwa serikali. Na hiyo serikali ndio bado inatunyanyasa.
si kama raia, vijana wameuliwa wengi, na si hata hapa Kisumu, hata hiyo jenzia last year June bado vijana waliuliwa hapa. Na hiyo jana ilikuwa maandamano ya amani, na tulikuwa tuna mark 1 year after hiyo maandamano ya June last year. Na si hatujafurahia kenye kilifanyika jana. Wakenya wote tuko na nyinyi kwa hii safari. Hii struggle bado ina continue. Na labda tuanze tu, kwa jina lako unaitwa nani? Kwa majina naitwa Job Omino Nyangaga. Mimi ni mkazi wa Kondele hapa CBD. Mimi nasema kwamba maandamano naye inaumiza watu, yes, lakini watu wanakufa na demo watu wanaumia, na inaleta pia damage na economy pia inarudi chini. Chenye mimi nasema watu wako na amani na upendo. Juu saizi pia tuko kwa serikali, tuwe na upendo, wale pia watu join in. If you can't beat them, join them. Inasemekana hiyo, tuwe na upendo, peace, love and harmony. Sawa. Na bila shaka hizo ni kauli za wakazi katika kaunti hii ya Kisumu, hasa eneo la Kondele, kilomita chache tu kutoka jiji kuu la Kisumu, wengi wakiibua madai kwamba kuna baadhi ya vijana ambao walinunuliwa kuzambaratisha tu yale maandamano yaliyopangwa kufanyika hapa jana. Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti, kwako studioni. Asante sana Laban Shikokoti, ukiwa katika maeneo ya kaunti ya Kisumu. Tukivuka hadi maeneo ya Ukambani ni kwamba waendeshaji bodaboda na wafanyabiashara wengine mjini Machakos wanaendelea kukadiria hasara baada ya maandamano ya jana ambayo yaliathiri shughuli za kawaida. Stendi ya waendeshaji bodaboda ya Hola katikati ya mji wa Machakos iligeuzwa kuwa makabiliano na kuathiri pakubwa shughuli za kawaida za waendeshaji bodaboda mjini Machakos. Mwandishi wetu Nicholas Bai yupo mjini Machakos na ambapo wanazungumza na baadhi ya walioathirika na maandamano ya siku ya jana. Shukran sana mwenzangu na kupata vizuri. Hapa ni katikati ya mji wa Machakos, katika kituo cha waendesha bodaboda, ambapo jana ndio ilikuwa katikati ya makabiliano. Mahali niliposimama ni kwamba rangi hapa ni nyeusi, kama mpiga picha wangu ataweza kuonyesha. Katikati ya barabara hapa ndipo maafisa wa polisi walikuwa wanakabiliana na waandamanaji. Kama unavyoona katika picha hiyo ni kwamba huu ni moshi kutokana na wananchi ambao walikuwa wanachoma moshi hapa na moto hapa na kuwasha moto, na hivyo ndivyo hali ilivyokuwa hapa hivyo jana. Na katikati hapa huwa ni waendesha bodaboda ambao huwa wanabeba abiria kutoka katika eneo hili. Ningependa kuzungumza na wao wanielezee vipi waliweza kuathirika kivipi kutokana na maandamano ya jana, ambao katika kaunti ya Machakos watu wawili waliweza kupoteza maisha yao katika eneo la Matu. Lakini hapa Machakos mjini niko na baadhi ya ambao waendesha bodaboda hapa. Kaka, karibu. Unaitwa nani kwanza? Mimi naitwa Vincent Motuko kutoka Machakos. Naomba uangalie kamera na unifahamishe, wewe ubeba watu hapa katika stand hii ya bodaboda. Jana kulikuwa na kazi ama ilikuwaje? Hapa stage yetu ya Hola mjini wa Machakos hakukuwa na kazi, kwa sababu maandamano ilikuwa imechacha hapa. Kwa hivyo hata hatukuwa na nafasi ya kusimama. Kwanza hata tulipatwa hapa kama wana bodaboda. Wenzetu hapa wengine walichapwa na maofisa wa polisi, kwa sababu hawakuwa wanataka watu hapa. Sisi wakatuambia tuende, lakini walichapa wengine hapa. Jana tumeshuhudia maafisa wa polisi hapa ndio walikuwa wanapiga risasi hapa, walikuwa wanatupatia gas hapa. Je, nyinyi kama mtu ambaye unafanya biashara, unategemea biashara ya bodaboda, kwa siku jana ulipoteza kiasi kipi cha pesa? Nilipoteza sana, kwa sababu hata makastoma wangu hawakufika town kwa sababu walikuwa wanaogopa maandamano. Tena tiangazi yenye tulikunywa hata saa hii nasikia siko vizuri sana. Na labda leo mmeanza biashara tena. Mahali penyewe ni pachafu, ni peusi, moshi ulikuwa hapa, kuna nuka tear gas. Vipi biashara leo? Hata sijabeba mtu mmoja, na saa hii ni saa 5 na sijabeba mtu, kwa sababu ni kama hata wanaogopa tu hizo tear gas. Hatujaona makastoma wetu. Asante sana. Vile vile ninamwendesha bodaboda mwingine ambaye pia huendesha bodaboda katika stand hii hapa katikati ya mji wa Machakos, ambapo jana ndio ilikuwa kitivo cha makabiliano baina ya maafisa wa polisi na waandamanaji. Kaka, unaendesha bodaboda hapa, jana ilikuwa ni kitanzi hapa. Je, vipi umeathirika kama mfanya biashara? Sisi tumeathirika sana hapa Machakos. Kitu ya kwanza, Machakos wananchi walikuwa wameamua kabisa wanakuja kwa andamana, na walikuwa wengi sana. Sasa hapa tulikuwa ngome ya tear gas na kila kitu. Hapa tulikuwa watu wanarudia hapa. Na jana hakuna mtu alibeba mtu hata moja. Tulienda jam, tulienda mfuko tupu. Na hata wale hakuna mtu amebebana, sababu bado wananchi wanaogopa ile tear gas ya jana kama inaweza wadhuru afya yao.
Na labda pengine utaambiaje serikali? Maanake kumekuwa na msururu wa maandamano. Jana tulitarajia pengine maandamano yatakuwa ya amani, lakini tumeshuhudia zaidi ya watu 9 wakipoteza maisha yao. Wewe kama mwananchi una wito upi kwa polisi na vile vile serikali kwa jumla? Mimi wito wangu naingeomba tu serikali wasikize wananchi. Na kusikiza mwananchi ni ile tu wanasema tu rais tu ajiuzuru. Ndio sasa nchi ikuwe mzuri. Hiyo tu ndio inaweza omba serikali. Ndio sasa tuanze upya. Tukianza upya, akikuja na sera nyingine mpya, wananchi wasikie ni mzuri, watamchagua tu sababu wananchi ndio wako na kila kitu. Naam, asante sana na pole kwa kuathirika kama mfanya biashara katika eneo hili. Basi kama ulivyotazama na kama ulivyosikia ni wananchi ambao kwa kila siku wao wanategemea maisha ya hapa. Kila siku wanabeba abiria kutoka hapa kuelekea katika maeneo mbalimbali ya mji wa Machakos. Lakini jana imekuwa ni taabu. Mfikia sasa hivi bado watu wanaogopa, hawajaweza kuanza kufika hapa ili kuweza kubebwa na pengine kuelekea maeneo mbalimbali. Lakini hapa ndipo ilipo katikati ya malumbano baina ya maafisa wa polisi na waandamanaji hiyo jana kufikia majira ya saa 1 jioni. Mimi ni Nicholas Mbai, nikurejesha kwenye studio kwa matangazo zaidi kutoka hapa katika kaunti ya Machakos. Na asante sana Nicholas Mbai ukiwa katika kaunti ya Machakos. Kwa sasa tunarejea jijini Nairobi ambapo shughuli ya upasuaji wa miili minne ya waandamanaji waliopigwa risasi kwenye maandamano ya jana Jumatano inafanyika katika makafani ya City jijini Nairobi, na ambapo familia kadhaa zimefika kule ili kuweza kuwaomboleza wapendwa wao waliopoteza maisha jijini Nairobi. Hebu tusikilize jinsi ambavyo baadhi ya wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu walivyosema hapo awali. Kazi na contractors za barabara. Sasa nikapigiwa simu usiku wakati alipokuwa anatokea kwa kazi, ndio alipigwa risasi akiwa kwa stage. Na amewacha watoto wadogo sana, na mtoto wake mmoja hana mwili mzuri, mgonjwa. So nataka niseme tumeumwa sana kama familia. Mama yake ni mgonjwa pia, mama ya huyo mtoto ambaye amepigwa risasi. Na si ndio tunasimama na huyo mtoto. So tunataka serikali tupatie haki yetu. Chuguze, yani tunataka haki ya huyo mtoto ifanyike. Amepigwa risasi ya kichwa. Ako na miaka 23. Ilikuwa masaa ya kutokea kazi. Years old and the other one is 2 months old. They are both girls, and the 2 years old is suffering from cerebral palsy. He was shot yesterday around late in the evening, around 6-7, and from what we have seen after looking at the body, his hands are still fresh with the ink of work mahali alikuwa anafanya kazi, clearly indicating that this is a gentleman who just came from work, and he was at the bus stage waiting to board public transport, and he was shot. He's shot just above the left eye, and this is an indication that whoever took that shot had no other intentions but to kill. And this is the problem we are faced with during protests. The criminalization of constitutional rights in this country must stop. Families are grieving, and we're saying enough is enough. 23 years old only, 23 years old, a father of 2. You know, his life has been taken away by the same bullet that is meant to protect him. Yet today, it's the one used to kill him, to deny his wife a husband, and to deny his children a father. Na bila shaka mtazamaji, hiyo ni hapo awali ambapo baadhi ya wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu pamoja na familia
walikuwa wanazungumza kuhusiana na vijana wa Gen Z ambao waliuliwa siku ya jana wakati wa maandamano ya Gen Z, ikiwa ni maadhimisho ya Juni tarehe 25 kunradhi, ya mwaka wa 2024. Lakini kwa sasa mtazamaji, naarifiwa kwamba mwanahabari wetu Samira Mohamed yuko ange katika makafani ya City. Samira, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tujuze kwa kina na marefu, je, familia inasema nini kuhusiana na maandamano na vifo ambavyo vimeripotiwa kufikia sasa? Naam, asante sana Paul Kirobi, na kufikia sasa kutoka makafani ya Nairobi almaarufu City Mortuary, ambapo kufikia sasa takriban miili 4 imeletwa kuhifadhiwa hapa. Tunaelewa kuwa miili yote 4 imeweza kuangaliwa na wenyewe, familia wameweza kuzitambua na wamefika hapa tu kuweza kujua kupasuaji wa mwili utafanyika siku gani Kirobi. Tunaelewa kuwa mnamo Jumatano kulikuwa na maandamano ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kuuawa kwa vijana wa kizazi cha Gen Z mwaka jana, ambao walijitokeza kuupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Katika maandamano ya jana tunaelewa kuwa kufikia sasa takriban watu 15 wameweza kuuawa. Kati ambao waliletwa hapa Kirobi, labda nikufahamishe tu, miongoni mwao ni watu ambao walitolewa katika sehemu ya Embakasi, Kikuyu na Rongai pia. Mmoja bado familia yake haijaweza kufika hapa kufikia sasa, lakini tutaendelea kukita kambi tu hapa ili tuweze kusubiri familia hiyo nyingine. Lakini kwa mujibu wa familia hizi, wamekata tamaa na waweza kupata haki, wakisema kuwa mwaka mmoja baadaye waliouawa mwaka jana hawajaweza kupata haki. Kwa hivyo wao pia hawaoni kama wataweza kupata haki, lakini kilio chao ni moja tu, kuiomba serikali kuwajibika na kusitisha mauaji ya kiholela ya vijana, huku wakisema kuwa sharti mashirika ya kutetea haki za binadamu washirikiane na IPOA na chama cha mawakili nchini Kirobi ili waweze kupigania haki za vijana hawa na ambao waliuawa waweze kupata haki. Kwako Paul. Naam, asante sana Samira Mohamed, ukiwa katika makafani ya City, ambapo familia kadha wa kadha zimeweza kufika pale ili kuomboleza pamoja na baadhi ya wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, na ambapo wanakero sana manake mwaka mmoja baada ya kushuhudiwa kwa maandamano ya mwaka 2024 ikiwa ni mwezi Juni, mpaka sasa hivi inasemekana kwamba baadhi ya familia bado hazijapata haki. Kwa hiyo tunazidi kutupia taarifa hiyo jicho na tutakujuza mengi zaidi mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine, ambapo huku taifa likiendelea kutathmini matokeo ya maandamano ya hapo jana katika maeneo mbalimbali, Wakenya wamehimizwa kukumbatia amani na kuvumiliana kwa lengo la maendeleo ya taifa. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa kaunti ya Murang'a Robert Gakure akizungumza na baadhi ya viongozi wa mashirika yanayoegemea umuhimu wa amani duniani. Robert. Naam, asante sana, na moja kwa moja kutoka kaunti ya Murang'a. Ni kweli kuwa baada ya maandamano ya hapo jana, sasa Wakenya wanahimizwa umuhimu wa kuzingatia na kukumbatia amani mahali walipo, haswa hata vijana wakati wanataka mambo yao yatatuliwe, wanafanya hili kwa njia ya kuboresha amani, kwani amani ikikosa katika taifa maendeleo yanakosekana. Na haya ya amani mimi siwezi kuyaelewa kwa njia iliyobombea sana bila kumjumuisha mmoja ambaye anaongoza mambo ya amani katika kaunti ya Murang'a na haswa katika taifa letu la Kenya, na tutamruhusu yeye aweze kuongea kwa kimombo kwa sababu ndicho anakifahamu zaidi. Karibu sana TV47. Maybe I want you to tell us the importance of peace in the country. Peace is needed in every part of the world. Kenya is not an exception. Neither is Murang'a. The reasons are here. If you lack peace as you live, then there's nothing called development that will move with you. You stay static somewhere and literally not being of any use to the community. We experienced
some lack of peace yesterday, and also here in Murang'a and everywhere in Kenya. Peace does not cost money to have. It is only an individual and another discussing, agreeing, and doing things peacefully, so that the environment created by those who live here, if it is Murang'a, if the peaceful environment is created in Murang'a, Kiambu, Kenya mzima, then our country will definitely move forward without distress. But should we experience activities as the ones that took place yesterday, we are putting a reverse gear to the development of our republic. We already have been moving quite well without any problems, but if every day we are only introducing the reverse gear, another month the reverse gear, then very soon we might have hide ourselves with the Stone Age people. Maybe because we know that you have been leading the campaign for peace in this country of Kenya. How should the government engage even with the youths in a peaceful manner that will bring development? My request here is this. The youth can pick up a number of their people, and the government also does the same, and they go and face one another in an environment where they can say everything that bothers them against the other. And that way, if that sitting is done by people who are not looking for positions, it is best. Because if people could sit down and argue and agree, then the rest of our republic definitely will be on the right footing, and we shall march together, heading for better development in our country. Thank you so much. Asante sana, na ni kweli kuwa kwa taifa ili kuhakikisha kuwa amani imedumishwa, la muhimu ni kuwashirikisha watu wote, wanaketi pamoja, wanaongea, wanajadiliana na wanapata makubaliano. Ni hayo tu kwa sasa kutoka kaunti ya Murang'a, kwa niaba ya mpiga picha na vile vile kwa niaba ya runinga ya TV47 kutoka kaunti nambari 021 kaunti ya Murang'a. Jina langu ni Robert Gakure. Na asante sana Robert Gakure ukiwa katika kaunti ya Murang'a. Tunarejea hapa jijini Nairobi, ambapo Rais William Ruto Alhamisi ameidhinisha miswada mitatu kuwa sheria. Miswada hii ni pamoja na mswada wa fedha wa mwaka 2025. Miswada hii imewasilishwa na karani wa bunge na kushuhudiwa na naibu wa Rais Kithure Kindiki, waziri wa fedha John Mbadi, miongoni mwa viongozi wengine ikuluni. Miswada mitatu ambayo imetiwa saini ni mswada wa kifedha wa mwaka 2025, mswada wa matumizi ya nyongeza ya mwaka 2025 na mswada wa matumizi wa mwaka 2025. Hebu tusikilize. Our Lord Jesus Christ, we come before your presence this morning to glorify your holy name, to thank you for the gift of life that you've given to each one of us. Thank you, Lord, for the gift of our president. Thank you, Lord, for the three arms of government and the work that we are doing. King of glory, we come before your presence this morning to seek your guidance, O God, as your children, that you may lead us and guide us even as we execute our work. Mighty Father, we commit our president. Also, amount of money for Teacher Service Commission to cater for shortfall in personnel emoluments, which is about 3.3 billion. There's also regularization of 1.6 billion with respect to hosting of CHAN, and another 1.6 billion for health sector for medical supplies. About 5 billion, Your Excellency, is also being regularized with respect to police vehicles to support our security services, and some 2.5 billion for other security-related services, Your Excellency. Ni taarifa ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu zaidi. Kwingineko ni kwamba katika juhudi za kuongeza mapato kupitia sekta ya usafiri wa angani, Kenya inakabiliwa na changamoto ya kuhakikisha usalama wa safari za ndege zinazopita karibu na maeneo yenye migogoro.
Mamlaka ya usafiri wa angani nchini KCA imesema kuwa kuna haja ya mabadiliko ya sera ili kuimarisha tathmini ya hatari na maandalizi ili kuhakikisha kuwa ukuaji wa sekta hauathiri usalama wa abiria wala muendelezo wa biashara. You will have financial conflicts because of areas of conflict where when you reroute flights, you have longer distances. That is a lot of fuel on the aircraft. You can imagine how costly this is. Also changing the routes, you disadvantage the passengers, their schedules. There hasn't been more conflicts in the world since World War II. So we are at basically the most conflicts since World War II, which is obviously as we travel all over the world in every airspace, which basically brings its sets of issues and risk and threats. From the regulator side, that is the Civil Aviation Authority, all these discussions, normally you can see it leads to regulatory, maybe amendments. Maybe the Civil Aviation Act could require amendments to incorporate some of these emerging trends. So for Kenya is ready, KCA is ready to adopt to the changes and to embrace and help the industry to actually implement these new changes. Na mtazamaji, tukiingia michezoni ni kwamba miamba wa soka kutoka Italia Inter Milan iliandikisha ushindi wa mabao 2 kwa nunge dhidi ya River Plate jana usiku kwenye dimba la dunia la vilabu. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's mind. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. Misri ulifanyika jana katika klabu ya gofu cha Sigona, huko zaidi ya wachezaji 160 wa mchezo wa gofu wakishiriki. Ritesh Shah, Sanil Shah, Kibet Shemilil na Sanjay Meldi walijikatia tiketi kucheza fainali kuu ya kitaifa itakayoandaliwa katika klabu ya Karen Country mnamo tarehe 5 Septemba. Bila shaka mtazamaji, wanahabari wetu wa meza ya michezo katika meza ya michezo wanazidi kuandaa mengi zaidi kwa minajili ya mwendo wa jioni. Nikiangalia hapa kwenye saa yangu naona ni saa 7 na dakika 58, imebakisha dakika 2 kabla ya saa 8 kamili saa za Afrika Mashariki. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Kufikia hapo mie sina la ziada, narudisha shukrani zangu za dhati kutoka mwendo wa saa 5 ambapo nimekuwa nikisukuma gurudumu, na kutakia mchana mwema wewe pamoja na wenzako. Nimekuwa mtangazaji wako Paul, sina la ziada. Mchana mwema.